Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika Safari ya Utamaduni, channel yako inayotoa taarifa mbalimbali, mafunzo mbalimbali na tafiti mbalimbali katika utamaduni wa Mtanzania. Utakumbuka tulieleza kwamba tutajikita katika utemi wa Busia kwa ajili ya kuona moja wapo ya temi za Kisukuma jinsi ambavyo ziliweza kuundwa. Masimulizi yaliyopita tulieleza kwamba Wasukuma walihama kwenda kutafuta malisho na makazi mapya pale ambapo idadi ilikuwa inaongezeka. Leo tunaangalia sasa utemi wa Busia ulianzia wapi. Palikuwa na kiongozi mmoja wa jadi anaitwa Mola ambaye alikuwa akiishi Dutwa, Simiyu. Huyu naye baada ya kuona jamii yake imekuwa na watu wengi sana, hakuna malisho wala makazi ya kutosha, ilibidi atoke akatafute malisho na makazi sehemu nyingine, ambako alifika Chibe na hivyo kuwa na miji miwili. Alilazimika kuwa anakwenda na kurudi ili aweze kuhudumia miji yake yote miwili. Lakini wale wakazi wa Chibe waliokuwa wamebaki, familia yake, walikuwa wakiachwa miaka mingi bila kuwa na kiongozi kutokana na safari hizo. Na yeye mwenyewe alikuwa anajua kwamba anapotea miaka mingi. Kwa hiyo alihakikisha kila anapoondoka, kama anapata mtoto mdogo wa kiume, anamuondoa uhai ili basi akirudi yeye ndo awe kiongozi. Kwa miaka mingi amekuwa akifanya hivyo. Sasa ilifika wakati jamii nayo ikatosheka, ikasema hapana, kila mara huyu anaua watoto wa kiume ili aendelee kutawala yeye, inabidi tukipata mtoto wa kiume tumfiche asijue. Na walifanikiwa hilo. Alizaliwa mtoto wa kiume akaitwa Izengo, na Izengo alifichwa, hakuwahi kuwa anapata nafasi ya kukaa na baba yake mara kwa mara kwa kisingizio kwamba ni mgonjwa, lakini aliweza kukaa na akakua hadi kupevuka. Kipindi ambacho wananchi waliona sasa inabidi huyu kijana tumkabidhi utemi, baba alikuwa hayupo. Lakini kwa sababu utemi na kusemeka kwake, wanaita wenyewe wataalamu wa Kisukuma wanaita wanila, wakati hiyo sherehe za kusimika mtemi za wanila zinaanza kuandaliwa, huchukua karibu mwezi mzima. Kwa hiyo kwenye maandalizi hayo, yule kiongozi wa jadi anayeitwa Mola alirudi sasa katika jamii yake, na akiwa mbali alisikia ngoma zikipigwa na kugundua kwamba kuna zoezi la kusimika mtemi katika eneo hilo. Aliwatuma wanajeshi wake waweze kwenda kuangalia, wale ambao walikuwa wameongozana nao, wakajue sasa nini kinaendelea huko. Na walikofika walirejesha taarifa kwamba kule mtoto wako yule Izengo kumbe ni wa kiume, na jamii imeamua kumsimika kuwa mtemi wao kwa sababu wewe hukai sana hapo. Aliogopa kwa sababu alijua mpaka hatua hiyo kuchukuliwa watakuwa wamejipanga. Kwa hiyo ilibidi arudi kwao Dutwa. Na hivyo ndivyo ambavyo sasa Chibe pale palianzishwa tena uongozi mpya na utemi mpya. Lakini utakumbuka kwamba palikuwa na watoto wengi wa kike ambao walikuwa wamezaliwa kabla ya Izengo, ambao na wao kutokana na kuwa ni watoto wa kifalme walikuwa wana mafamilia yao makubwa, wana mali zao, wana mifugo, wana kila kitu. Chibe pale pasingetosha. Sasa hao walianza kusambaa katika maeneo mbalimbali kwenda kutengeneza miji yao mipya. Ndio leo tuna utemi wa Tinde, utemi wa Usule, utemi wa Busanda, utemi wa Kizumbi na utemi wa Busia. Hawa ni watoto wa kike waliotoka katika familia hiyo ya Mola kwenda kusambaa kutafuta malisho mapya na makazi mapya. Mtoto wa mwisho ambaye ni Kwangu, Kisukuma wanaitwa Kwangulija, mtoto wa kike wa mwisho, alikuwa pia anaitwa Nsia. Huyu ndio aliyekwenda Kishapu, na pale Kishapu eneo la Talaga kwenye chemchemi akaweka makazi na kuanzisha utemi wa Busia kutokana na jina lake la Nsia. Mtoto wake wa kwanza aliitwa Mahiti na ndio mtemi wa kwanza wa kiume ndani ya utemi wa Busia. Endelea kuwa nasi, kwani episodi ijayo sasa tutakwenda kuangalia hawa viongozi wa kitemi walikuwa wanazungukwa na viongozi wa aina gani chini yao ambao walikuwa wakiwasaidia katika ngazi ya kata, vijiji na vitongoji kwenye masuala ya kiuchumi na kijamii. Asante na karibu tena. Oh!